survival story. So many reasons to sing them. Now we got the keys to the kingdom. What's up, people? I'm back again. It's your host Alex Munes. Na sasa tunaongea story ya kuwa conned, ukuwa tao, ukuwa place yenye uko, maybe ushaikuwa conned, shikwa ukaibiwa. So sasa ndio hiyo story tunaongea, na tuko na mtu mmoja ashai experience hiyo kitu, akakuwa conned na ako hapa ndo atushu what happened, nini ilifanyika, up to sahi anaendelea aje na hiyo story, aliovercome aje hiyo kitu. It's your boy Alex Munes. Usibanduke, don't forget to subscribe, to share, to comment. EMB Online TV, best choice. Ni aje bro? Poa sana. So you can tell us whether your name. Yeah, my name is Master Cargo. Yes. Naweza to show what happened. Basically what happened, You all were conned. Yeah. So what happened was I'm a photographer and a filmmaker. So there's this time when it was back in 2018. And 2018 maybe naweza sema first of all it was a very good year for me because by the grace of God nilikuwa nimeweza kuchapa bigger projects. Nimeshoot mavitu hapa Kenya na zingine nimeenda hata majuu. So nilikuwa kana like break kadogo yani. So what happened was that I used to post my work online, and then unakuta tu kuna this constant person mwenye alikuwa na like sana, a comment ana like. Alafu so by that time sasa sikuwa nimenotice, hata ukiangalia kwa profile yake hana picha yake. So by the way I don't even accept friend request from guys mwenye hana picha, because that's what happened. So this guy hakuwa hata na picha. So nikaona huyu jamaa amekuwa constant. So nilikuwa nimemnotice tu kiasi. And then this group we call BOAB, Reds on a Budget. And so kulikuwa na watu wanakutangazia na post my job, maybe you want packages tents, za keki, za videography na photography. So akapost, the same guy akapost. So wase wakapatia na ma quotations hapo hivyo na ma contact numbers and everything else. I did the same. So what I did, mimi nikapia page yangu hapo, nikaweka contact yangu hapo. After some time like maybe a night TV, jamani akakuta amenirushia message kwa messenger, ni aje, how you doing and all that. So tukaongea, akaniambia by the way nimerike kazi yako, so I want to hire you. So kuna hii job, sijui my sister natoka US na come through, na nikuataka tumpatia very good reception, nataka tu picha moto hapo hivyo, nimeona kazi yako ni professional. So nataka ukuje uchape hiyo job na siku 2. So utakam mdozi, tutafanya hiyo siku yenye nakam. Kesho yake you will tutafanya day au ka get together ka mchana ka home. And then ananiambia vizuri kwa mwerevu kwa mwerevu juu aliniambia after that on Sunday before we left on Sunday tutakuwa na meeting. My sister atakuwa nakuja na habi wake. Unaona? So utakuwa hata hapo, hata by the way muongeza stories za photography na video. Tunataka kuja wafanye one meeting wa decide on tent, wa decide on deco, wa decide on photography na kila kitu. Unaona? So unaona vile nimepimwa. So uko na niko na hii ni deal fit kwa sababu do hapo ita come through kwa sababu ni job ya almost 3 days continuous. Na alikuwa na pay poa. The most amazing thing, haku bargain. Ulisema tu, nilisema hiyo, amesema kama, akaniambia ni sawa tu, haina shida, kazi yako ina deserve. You get? So that's what he said. So tukaingia exchange numbers. So he made it to look as if akaniambia let me give my dad your number muongee. So
the number that called me akaniambia hey niaje nimepatiwa your number by this person and this person and that was the dad now ayambia now we nataka ukuje utufanyie hivi na hivi mmeongea pesa ngapi ni sawa unajua bwana mimi nataka sijui kazi professional sijui anga what sijui all those so mimi nikamsikiza nikasikia tukaelewana pesa everything so we were to meet and then we send contract and then alipe deposit tuanze job. Now since hatukuanga na uwezo wa ku send the contract before because now he was in Embu and I was in Nairobi. You get? So tumeongea that was on we talked on a Wednesday. And then sasa mimi nikapanga niende tu online kumchunguza tu hivi kidogo uone as in nione this guy what is it. Yeah. So naona hata amepost picha ya academy hapa kana kako black na chari yake hapo mzungu anambia hey my sisters dear I can't wait to welcome in Kenya. Unaona sasa mimi niko na hii kitu ni legit. Unaona and then there are people who are commenting back. Kuna on the same post kuna watu walikuwa wana comment back amekuja oh wow nice karibuni sana tunamngoja no like all that so niko na hii kitu ni legit. So it was on a Wednesday Thursday so Friday is when I was supposed to travel. It was on 20th of October 2018. So this guy alikuwa amenipanga such a way that unasikia ameniambia aje nataka kazi professional na nikamwambia sasa mimi hata job nikufanyia I will deliver in 2 weeks everything because of the editing work and all that. I will deliver the work with 2 weeks. Akaniambia sasa ina shida wewe what you do nitataka tu pita tu kidogo zetu kidogo and then you nataka zikuwe edited. So that tells you unajua huwezi edit just like lazima kuwa na machine. You get? So I had to carry my laptop. So alikuwa unaona? I have to carry my laptop. I have to carry the cameras and then another catch. Akaniambia so mimi nimebeba hard disk yangu kwa sababu niko najua memes zitajaa. Hiyo job itakuwa mob. Memes zitajaa so lazima ni transfer somewhere all that thing so nimebeba my machine, nimebeba my hard disk. Akaniambia na by the way I have a son. Okay? Hiyo con man sasa. So just tunaongea na simu. We are at that point where we are talking on the phone. And niko na son whom anasomea Multimedia University Multimedia University. So what happened was that guy akaniambia the dad akaniambia anasomea Multimedia University naweza hire camera nikuja nayo so that I will be training the son to do photography on the same time. So I had to get another camera on top of the ones that I had. Okay. So mimi nimepackage vitu zangu vizuri, ma lenses nimeweka, ma speed rates nimeweka cameras, machine nimeweka hapo, nimeweka stand, nimeweka everything to left. So on Friday I was to travel now to Embu. It was nimekwambia kwa on Mashujaa, sijui kwa Mashujaa day my 20th of October. So mimi tuka travel. So yes. So that's what happened. Tuka travel nilifikanga huku nimechelewa. Huku Embu. Because sasa kulikuwa na uhaba wa magari and all that. So nilikuwa very sorry by the sichelewangi job. Mimi nite job yako nitakuja 1 hour ama 2 hours before. So tulikuwa tumeongea nifike huko by 4:30. Mimi nifika ngapo karibu 7. Because there's some issue that ilikuwa imenifanya nikachelewa huko Nairobi. So kufika mimi nimefika nilikuwa very sorry ananiambia wewe sasa nipashe unachelewa aje sijui what so mimi niko hapo tu na apologize yani I'm sorry for coming late niko na person nifike mapema. So tukafika kwa hoteli. And then this hotel was called Java Blue Spot. Sijui ni something like that in Runyenjes. So mimi si nimefika. Then tumepita tu kwa reception. On the reception niko tu kando hivi and kuna mtu ametusimamisha or something. So nikafikiria maybe I sorted the issue. So ameniambia wacha nikuonyeshe mahali you spend the night. Twende nikuonyeshe where the reception is. When I show you where the reception is, then tunaweza kuja sasa. Mimi naweza kuacha and then you come back nikikuita. So that time tunaongea hivyo nikiingia nikaona kuna tutoi tunacheza huko kwa pool. Kulikuwa na wasi wengi. And it was like a holiday hivi. Unaona? So kulikuwa na wasi wengi. So bado ilikuwa at 7. Hiyo around 7 tukana anaambia majamaa hapo ananiambia tu boy niwaambie muende home.
Unajua ni usiku. Sitaki anteki kuja zi what. So nikajua kumbe huyu mjamaa hata ni huko after na kama kuna watoi hapa hii kitu inaweza kuwa tu iko tu sawa yani mimi sio ni issue. Kupanda tukafika kwa room akaniambia now this is your room. Samefungua. Nikacheck room mimi nikapiga set nikaangalia vizuri kila kitu iko sawa. The bed everything is good. Akaniambia so what we do because you're even late. You're very late actually. And sasa mimi niko hapo na like Isa, I'm very sorry for coming late. So ananiambia what you do you just tutatoka hapa nenda nikuonyeshe venue kwanza. Nikuonyesha venue you just come dada atakuwa amekam msign hizo contract umekam nazo. So mimi hata niko nimeforget hata contract. Well me I'm sorry double. Niko nimesahau contract lakini nikamwambia nikipata cyber ni kitu naweza retrieve mbio and we do that because it was around 7 so some of the cybers zilikuwa na rate nafunga rate so tumeingia ni kama sasa so I'm not carrying these things. Akaniambia I don't think there's need because niko nimechoka because nimejaza so even I was to get someone from Embu wa kunisaidia shoot like sasa yeye alikuwa kuja kesho yake asubuhi. Unaona? So we have tumeingia nikaona kila kitu iko sawa. So akaniambia wewe acha tu hizo vitu hapa kwanza. Tukimbie nikuonyeshe where the venue is and then we turudi. So si mimi nikafunga amenipatia ufunguo. Amenipatia the key of the room. So mimi nimefunga. Kufunga room, nimecheki vizuri na CCTV ziko huko, nikajua hata yani nini nimekaa security nikajua vitu ziko sawa. Vitu ziko sawa. And then sasa unajua huko kwa set za rooms huko na watu wengi wanapita. There's a crab and vitu kama hizo hazikuanga mob. So that has happened. So kutoka so tuchukue boda. Tukienda wasi wengine wa boda hataki kubebwa na yeye. Nani? Na yani hataki yeye awabebe. So me I'm like okay what is happening? So there was this guy, specific guy mwenye kumbeba. So tukabebwa na boda tukapitia mahali kuna makarao hapo police station ya Runyenjes tukateremka. And then tulienda the first time tukapitishwa. Unaona? Ati pikipiki imeanza ku develop some issues. Sasa mimi nikashanga okay what is it? So tukatoka hapo akaturudisha msee alikuwa na boda akaturudisha. So tukafika na sasa ya gate somewhere. That gate haikuwa na anything, haikuwa na stima or anything. Nikamwambia are you sure this is where this event is taking place? Because at least we should be seeing some activity or even some lighting or anything of that sort. And now we have hired this ground for 2 days. Tumehire ground for 2 days. So hakuna mtu anakuwa allowed, ni sisi peke yetu tuko nazo. Unaona? And so akapiga simu. Sasa akaniambia niko nafikiria na nini nimwambie akae hapa chukue hapa na guard na yako wapi. So anakapigia some guy anilete funguo. Aite funguo ndio tufungue. Nione ground venye iko. Mimi niende nirudi jipange and then nitaitwa. Let me tell you my friend. At that specific time amepiga simu. And then anapiga simu mimi nasikia kenye wanasema. Anamzai ni aje? So unajua anaongea na Kiembo. I'm not good at Kiembo or anything. Amzuko wapi? Sijui mimi nilienda mahali fulani. So but endea fungua kwa mama fulani. So where we were in Runyenjes town, Nikolona is not a big distance. Akichukua boda, it will be maybe 5 minutes because ni mahali unaona town ndio ile. Anaona mastima. So it's like a long distance. So kaniambia fanya hivi, let me just leave you these things nikimbie and then I'll come back. Ameniachia nini? Ameniachia gazeti. And then there was some bahashas. Kuna mabahasha hizi na petty cash book. And then sasa ilikuwa imeandikwa vitu hivi hazieleweki. Unaona? And then kulikuwa na juice ya afya. So akaniambia nishikie hapa ndio niharakishe. So niambia akachukua boda akaishia. That was around now ilikuwa imefika around 7:30 karibu 7:40 hapo. So si mimi nimebaki hapo nimekuwa parking nje ya gate. Let me surprise you. I stayed there ikafika around 7:40 7:30 hapo. Nimefika 8 msiajarudi. Nikafika maybe because he was looking so busy alikuwa anapokea masimu nyingi at the same time nikafikia labda maybe ameshikana maybe kuna issues na sort hivi 1 2 3. So at some point nikaana imekaribia 9 kashanga hata kama jo this is getting too much
Hata kama alikuanga busy, anapaswa kujua nini hapa parking. Unaona? So mimi nikiangalia naona hakuna kitu ina happen in this place. So nikafikiria, then nilikuwa nataka kuanza kudrizzle. Mimi nikafikiria whether nifuta job ama niko job ama whatever, wacha mimi niishie kwa room because still I have the key I can access the room. Wacha mimi nifike room, when if that guy will need me ataniita. Unaona? So ndio nikaishia. And you know, nikiwa hapo kuna kitu nilikuwa naambia something is just not right. Unaona? Because as in msemeishi aje, nikimpigia simu achukui. Too bad. Unaona? Nampigia simu achukui. And I remember that time we were calling my dad. I'm like, hey dad, siko nimemwambia by the way I'm around. My parents stay around Embu. Niko around kuko hivi na hivi. Okay. Kaambia ni sawa sawa. And then I called a certain lady who is my friend. Nikamwambia remember iko hivi na hivi. Okay. So yeye akaniambia I'll be praying for you. Unaona? So then I started feeling I'm not okay. There's something is just not right. Unaona? So mimi nikaishia, nikatoka hapo nikasema wacha nifike room. Kufika room bro. Sikuanza kudrizzle. Sasa sikuanga hata nimevalia nini fulana. So nikafika hata nifike hata nivalia fulana mimi nikae huko. Kufika room, si niko na funguo? Nilifungua tu hivi. Kitu kwanza niliangalia nikakuta nothing. Mali nilikuwa nimeweka those things, nilikuwa nimebana bag and then I had a stand Mali nilikuwa nimeziweka hakuna. Kashangaa kuko aje hapa. So nikafikiria niangalia hata kwa place ya shower, unaona? Hakuna. Nikaruka around, there's nothing. Sasa kitu nilifanya nikajua limeoshwa. Nilipata ile bag nilikuwa nimebeba. Imefoldiwa vizuri. This kwa hotel kuna this place yenye unawekanga baby kitu hapo juu. So hapa ndani kulikuwa na bag yangu imefoldiwa. Hata nguo nilikuwa nimebeba zote zimeenda. Like hakunibakishia anything. Unaona? So at that time sasa ndio nikajua kuisha mimi. Umeoshwa. I started calling him. He's not picking. And then nimeanza kuogopa. If that person has taken anything. Unaona? So ndio nikafikiria let me just go to the receptionist. Niulize what is happening here. Because mimi hata nilikuwa nafikiria ni watu wa room service walikuwa wamekaa waka 1 2 3 4 5 hapo kubadilisha maybe mashit or what they do. So mimi kufika nauliza receptionist, huyo mjamaa alibukia room ako wapi? Sijui alienda, sijui nini. Nikamuuliza mko na contact zake. Hatuna. Nikamwambia mnajua ameniiba. Nikamwambia I want to see the manager of this hotel. Manager anakuja hata amelewa. Sasa yeye ananiambia wewe fanya hivi, ende ukalale. You sleep we'll talk about this matter tomorrow in the morning. Unaona? So hizi the whatever I'm going I can't feel as if I can even get asleep. Unaona? So nikajua hapa nimeoshwa. What I do, I'll just go to the police. Nilifika katu movie bro nikabroke. Yani as in nilifeel yani and then also there some even projects zilikuwa nimemaliza za watu. So wengine nilikuwa nimewapatia job partially. So nikajua mimi nimeoshwa. So I just went, nikaenda to Runyenjes police station, nikaripoti, wakaniambia we just come tomorrow, we see the CID and all that. So nikaishia. So nikaenda nikachukua OB number. From there nikarudi kwa room. Sasa hizi hata nasikia tu weird tu. I'm just feeling worse because I just can't imagine what has happened. So from there ndio sasa tukashughulikia asubuhi na CID wakaenda kufanya search juu kumtafuta. This I had the number. So the number ikiangalia ilikuwa naangaliwa kwa Kitengera. At that time ako Kitengera. So mimi na like nyinyi wase kama kwa Kitengera simuende mchangamkie bana, hata mconnect na makarao wa that area, mwambie kuna msee fulani tunatafuta kwa hivi na hivi. And then there was some reluctance from them there was some reluctance of them to act. So wewe unakuta tu wana react hivi ovyo pole pole. So the person that maybe alinisaidia kidogo was the DCIO wa Runyenjes. Akawaambia nyinyi mwezi ambao kumeibwa na mko hapa, you know that these people are taking it that matter lightly na mko hapa mnatulia na nothing you're doing, you get. So what you should do, you should go to that hotel, bring the receptionist, bring the manager, bring everybody else. Somebody must answer to this. Unaona? So ndio tukaenda tukawachukua, kesi ikaendelea mpaka mkubwa wao akaja. Mimi niko nimebaki tu hapo. Manager wao akuja akasema yeye hata hanijui. You know, I was not the one that
booked the room. Yeah. No. So now the person that booked the room for this, did you take any details? No. What happened? The receptionist anasema mimi alikuja akaniambia wacha nilipe room kwanza niweke hizi vitu and then I come to say tuandike vitu zingine, unaona. So after I did that he never came back and that was about 12 mchana. So from that time hakuonekana mpaka time tuliingia na yeye. So naona wakionyesha the key yenye nilikuwa natumia wananiambia this is not our key. This is not our key. Our key inakaa hivi na hivi na kanyosha the samples. So that means that guy alienda akatolesha ufunguo because hakuacha key kwa reception. You get? Hakuacha key kwa reception. Sasa ndio mimi nikajua nimeoshwa. So I have to contact Safaricom, kuzungushwa hapa na pale. Ikafika time wananiambia sijui mara niwatumie credit wamtafute, sijui what, nikajua hapo ni kukuriwa tu na kuriwa. Mimi nikamwambia tu God, si God alinipatia. Yeah. And he is able to give me again if he desires. So nikapanga tu nimbariki hiyo vitu, kama atawaileta ni sawa, kama atawaileta it's good, but I learned my lesson the hard way. I got into debt kuna watu kwa sababu some of equipment zikwanga zangu, zingine niko gani nimehaya, you know. Yeah. So I got into debt, watu wengine wakasema wakanipeleka polisi. I was taken to police, wakasema I niliuza vitu zao, unaona. So it was chaos. I got sick, some clients nikapoteza from 2018 now so but until lakini God tu anisaidia nika come through. Nika learn kuforgive you mse na nika learn my lesson like okay hizi ni vitu za God God ni anaonizi vitu zote. So kama ni wili yake akitaka zikam zingine zitakam tu, unaona. So that's what happened. So from that time mimi hata nikaacha kufuatilia kesi wakati niona makarao tu anataka tu kunikura kila time anipisha dose sijui mara sijui amemuona wapi nimtumie credit, mara sijui niwatafutie transport, mangine wananiambia sijui ameonekana mahali fulani kwa hivyo niende nikae hapo mpaka wakati nitamuona. Imagine naenda kujipaka kwa barabara in a specific place nikingojea mjamaa apite ndio niwapigie simu amuende. So nikaona this is just not working. Nikajipatia amani. I almost fell into depression by the way. That was a lot of money. If I tell you for sure, that was a lot of money for me. Hata kama it was really a lot of money. These things are expensive. I know you know that. Yeah. So I almost fell into depression, but God alinisaidia to come through, to forgive that person. Na nika trust God for better things to come. So later on God alifungua njia kwa able kulipa hao majamaa pole pole wenye maybe some equipment zao zilipotea, and I'm still doing that jamaniza from 2018 October. But nime make some progress and I'm trusting God that kulikuwa ni venye hii mwaka kumeenda hivyo venye kumeenda. I was trusting God anisaidie tu niwalipe wote nimalizane na wao, and even the people wenye unajua sasa I lost some work by the way. There are projects that I had not delivered. I made peace with the people that the people that nilipoteza vitu zao. We talked to them. Some of them were really understanding, others were not, but there's nothing I could have done. No, I had learned my lesson the hard way, and I got better. I was not pushed down. I just got better. I rose up again, and now we are here. Yes. Though it's a sad story. Yeah, it's quite sad, but sad. Though mse alikuiba. Tumwachia God. Ilibidi tumwachia God Unajua the only person that can do revenge vizuri ni God. Unaona? So because sasa nilimtafuta kwa social media, nimepost everywhere, no one is seeing this guy. So mimi nikasema yeah, I've learned my lesson. I've learned my lesson because the things that I learned from that thing that will continue to be part of my life. Unaona? So yeah, tulibidi tu nimwachie God atajua na yeye. Na atanisaidia ni get back again to where I was. Yeah. Ndio atakam tutampata kabisa. So thank you baby for coming. Thank you so much. Nashukuru sana pia kwa kutupia story yako. Unajua si watu wengi kwenda ku speak out. Yeah. Tukiwa end up show unaweza shuaje watu wako pale nje, maybe ma film producer kale unaweza shuaje wenye wakipewa job. Yeah. So I will tell someone there's some lessons that I learned from it. One lesson was, if you can, insure equipment. Those photography equipment that you have, end up insure. It may cost you, but it's more safe. If I had done that, I would have gotten my equipment back.
Number two, as we always say, we always have one rule, always have a backup. Several backups if you can of jobs that you have done, or you're doing. Copy hapa, copy pale pengine, so that you can be able to be sure that in case this happen to this, uko na backup to your job. So you will not fail your client. Something else, it does not, sometimes it's not good to eat all of it. Ukiwa na chance bro, ita mtu mwingine akuja kusaidia shoot. Na kuja kuwa set runner. You get? That will still help, because kama sasa if I'm thinking if I had such a person, ningemwacha kwa hotel room. So in case of anybody else, angeweza ku make an alarm. But I did the person that I had now called angekuja kesho yake. So by the time vitu zilikuwa zimeenda. So have someone on board, and sometimes don't trust these people who don't bargain. Don't trust them. And sometimes just listen to your instinct. Follow your instinct. Follow your instinct, because I'm telling you bro, hiyo siku ni kwanga niibiwe. There are a lot of stuff zilikuwa happen. Kompi yangu imekataa kufanya kazi. Na hiyo kazi sasa initially nilikuwa nikae nimalize, but nimeacha. Just something just tells me something is not wrong. Something is just going wrong. Yani unaona? Trust your instinct. Weka insurance kwa equipment zako. Don't trust every client that comes. Just get someone, go with someone who can shoot. That 5,000 ya kumulipa should not be a big issue. As long as you're knowing vitu zako zitarudi in safe, and then put a backup. And then trust God, because anyway some things do happen. Even hata na hao watu unaweza kuja na uibiwe, unaona, na wengine wako actually later on ndio nilikuja kujua there's a guy that there's a poster I read on a group yetu ya photographers, and about a guy mwenye alikuwa ameenda job mahali, and then sasa yeye aligongwa ndio achilie vitu. Yeye hakuacha vitu, aligongwa ndio achilie, and alikuwa ameumizwa vibaya sana, vitu zake zikaenda, unaona. So even I was grateful that God mimi sikuumia, unaona. So even if you have someone, just trust God, to put God mbele. God atatusaidia tu manzi tu uepuke hizi vitu, because sometimes we are not too smart to be kuibiwa. So tuseme tunataka watu wenye wanataka kujua more story vile kuli happen, tuweza kupata wapi? Social media. Social media, you'll get me at Master Cargo on Facebook, Master Cargo 1 on Twitter, Master Cargo 1 on Instagram. I'm there, or you can drop me even Amir, mastercargo26@gmail.com. I'll be able to help you where I can. Yes. So umesikia, you can follow Master Cargo. Tukienda up show, nataka utufungie show. Viewers na washuaji, endelea kusubscribe sindo to EMB Online TV. Na keep more updated. Right. So guys, follow and subscribe to EMB show hapa kwa YouTube, and for more great content. They are doing a good job, and I'm sure you like the content, and because I know some of these stories will inspire so many people. So keep subscribing, share with your friends everywhere, share, and it's going to be a blessing to someone.